Maaima wote hakuna ambaye aliondoka duniani hana kitabu cha maulid ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Fi alhaqiqa haya ni madai ambayo kwamba madai huhitajia uthibitisho, lakini kabla kumtaka uthibitisho, kwanza kabisa ni madai ambayo kwamba hayana uzito wowote, hayana ukweli hata chembe. Bila ya kutaka kutafanya tatabu na kufuatilia kuangalia ni kweli au si kweli, moja kwa moja ni maneno yasiyokubalika, inadhihiri wazi kwa kuwa amesema haya maneno rajman bil ghaib. Tayeb, jambo la pili ni kuwa si kila aliyoandika au aliyeandika kitabu kuhusiana na mazazi ya mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa ameandika kitabu kujuzu kwa maulidi. Hapa kuna mambo mawili. Kuandika mazazi ya mtume alayhi salatu wasalam ni kifungu kimoja katika vifungu vya sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hili si jambo ambalo kwamba watu wamekhilafiana kati yake abadan. Vitabu vya sira kutoka zamani viandikwa na ulama wamekuwa wakiandika vitabu vya sira kuanzia mtume kabla kuzaliwa kwake mpaka kuzaliwa kwake, mpaka aliyotokezea matukio kabla kuzaliwa na wakati wa kuzaliwa na baada ya kuzaliwa. Hii ni sira, ni tarikhi imeandikwa, wala haimaanishi kujuzu kusherehekea au kutojuzu kusherehekea. Taib, huu ni utunzi aina ya kwanza aliyouchanganya hapa katika maneno yake. Utunzi aina ya pili ni kuandika vitabu kuhusiana na kufanya maulidi, amali ya maulidi, amalul maulid au al-ihtifal bil maulid, kusherehekea maulidi. Hii ni aina mbili ya utunzi, lazima ipambanuliwe. Aina ya kwanza kuandika alivyozaliwa mtume na aliyotokezea kabla kuzaliwa, wakati kuzaliwa, baada ya kuzaliwa. Hii ni kifungu katika sira, wala si katika maudhui yetu, wala hakiwaungi mkono wao. Tayeb, aina pili ya utunzi ni kuwa ulama waandike, baadhi ya ulama waandike vitabu kuhusiana na kufanya maulidi, sherehe za maulidi. Hili pia kuna vitabu aina mbili kwenye hili. Kuna vitabu vilivyoandikwa kwa lengo la kuunga na kujuzisha kusherehekea maulidi. Tayeb, na kuna wengine katika ulama wameandika kwa lengo la kupinga na kukanusha na kuthibitisha kuwa kusherehekea maulidi ni bid'a wala si katika sunna. Tayeb, kwa hivyo hapo kwenye step hizo mbili, hatua hizo mbili, utakuja kufungukiwa vizuri zaidi kuonesha kwa haya maneno yake ni talbis wala hayana uzito wowote. Kwa sababu wewe useme tu ulama wote wameandika kuhusu maulidi, tayari eti hiyo ni hoja ya kwa maulidi hufala. Abadan, kuna walioandika kuzaliwa hawakusudii kusherehekea maulidi, na walioandika kukusudia kusherehekea maulidi kuna walioandika kuyaunga na kuna walioandika kuyapinga, na hilo liko wazi kabisa. Miongoni mwa walioandika kuunga mathalan kama Suyuti kwenye Al-Hawi al-Fatawa. Tayeb, na wengine walioandika katika kupinga, mfano wa Ibn al-Hajj mathalan kwenye kitabu chake Al-Madkhal ala amal al-Maulid, au Al-Mawrid fi al-Kalam ala amal al-Maulid cha Tajuddin Umar ibn Ali al-Fakihani. Hawa wameandika kupinga na kuthibitisha kuwa maulidi ni bid'a. Mathalan al-Fakihani akianza mwanzo tuwasema la a'lamu li hadha al-maulid aslan fi kitabin wala sunnah ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين. sijui yoyote kabisa au sijui msingi wowote katika Qur'ani wala sunna, wala haikupokewa katika matendo ya wema ulama waliotangulia ambao kwamba ni kielelezo chema kuwa ani lolote katika athari ya kuunga kufanya maulidi, bali asema bal huwa bid'atun ahdathaha al-battalun وشهوة نفس اعتنى بها الأكالون. يعني بدع ambao kwamba imezushwa na al-battalun, watu ambao kwamba yani wale mavu wasiokuwa na ijtihad na hirs na nini bidii na ni matamanio ya nafsi ambao kwamba wamejishughulisha nayo wale wenye kuwa na tabia kupenda kula. Hana maneno yake al-Fakihani rahimahullah. Tayeb, baka mwisho maneno yake. Tayeb, mfano Ibn al-Hajj katika kitabu chake alipoandika katika maneno aliyozungumza, kitabu anachokiita Al-Madkhal ala amal al-Maulid, ndio ujue
usione jina tu kitabu umeitwa Amalul Maulid ukaona hichi huunga maulidi. Soma ndani uone ameandika kuunga au kupinga. Ibn al-Hajj asema kitabu chake al-Madkhal ala Amalil Maulid, asema wa min jumlati ma ahdathuhu min al-bid'a ma'a i'tiqadihim anna dhalika min akbar al-ibadati wa idhhar ash-sha'air ma yaf'alunahu fi shahr Rabi' al-awwal min al-Maulid. Asema na katika jumla waliyazusha pamoja na kuitakidi kuwa hilo ni katika ibada kubwa na ni katika kudhihirisha alama za dini, ni yale wanaoyafanya katika mwezi wa Rabi' al-awwal miongoni mwa kusimamisha nini maulidi. Kwa hivyo ameaita ni katika bid'a. Pia asema tena mbele Ibn al-Hajj kwenye kitabu chake hichi akizungumzia maulidi ambapo kwamba hayafanywi samaa ndani yake, yani nyimbo zile, wala hayana machafu katika yani munkarat. Taib, bali mtu ameita maulidi tu, amelisha watu chakula basi peke yake kwa nia ya maulid. Asema Ibn al-Hajj rahimahullah, asema fa in khala minhu yani min as-sama' وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم مما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط. يعني kisalimika na yote yale munkarat tulizozitaja hapo mbeleni, akawa bifanya ni kulisha watu chakula peke yake kwa nia ya maulid, fahuwa bid'a, itakuwa ni bid'a hilo tendo lake binafsi niyatihi faqat, kwa ile nia yake tu kwa haya maulidi tayari ile tendo ni bid'a. Kwa nini? asema idh anna dhalika ziyadatun fi ad-din laysa min amali as-salaf al-madhin, sababu hilo ni kuzidisha katika dini, si katika matendo ya wema waliotangulia. wattiba'u as-salafi awla bal wajibun min an yazida niyatan mukhalifatan lima kanu alayhi, kuwafuata wema ni aula zaidi, bali ni wajib kuliko yeye kuzidisha nia ambayo kwamba imekhalifiana na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia. Almuhim, kiufupi tumekunukulia hayo utambue kuwa si wote walioandika vitabu kuhusiana na kuzaliwa kwa mtume kuwa akusudia kusherehekea maulidi. Jambo la kwanza. Jambo la pili, hata walioandika vitabu kusudia kusherehekea maulidi si wote wameandika kuyaunga, bali kuna walioandika kupinga. Naam, kitabu kina jina kuhusiana na kusherehekea maulidi au kusimamisha maulidi, lakini ndani akusudia kuyapinga. Taib, suala huja hapa sasa. Zingatio ni huangaliwa wale walioandika vile vitabu wametegemea hoja gani ndani. Zile hoja ndizo za kufuatwa, lakini haina maana madamu kuna kitabu kimeandikwa kuhusu maulidi basi maulidi ya juzu. La, abadan. Dini ya Uislamu haiendi hivyo. Naam, hapo kuna nukta kadhaa. Nukta ya kwanza nimesema kuwa kuwakumbusha kiufupi kuwa si kweli kwa ulama wote walifanya shuruhat Bukhari na Muslim au hufadh wana vitabu kuhusiana na maulidi. Nukta ya pili ni kuwa si vitabu vyote vilivyozungumzia kuzaliwa kwa mtume inakusudiwa kusherehekea maulidi. Taib, bali vingi ni kuzungumzia sira na kule kuzaliwa kwa mtume, alizaliwa vipi, alitokezea gani, wala hilo si shughuli yetu. Shughuli yetu ni kusimamisha sherehe ya maulidi na ukumbusho katika kila ile siku kufanywa sherehe za maulidi ukumbuka kuzaliwa. Hili ndio linalozungumzwa. Nukta ya tatu ni kuwa vitabu vilivyoandikwa kuhusiana na sherehe ya maulidi si vyote vinaunga mkono, bali vingine vinapinga na wengine wanaunga, lakini sisi tutaangalia hoja ni gani waliotoa. Taib. Naam, nukta ya nne ambayo kwamba yani hapo utaona maajabu ni alipodai huyu bwana kuwa maulidi si jambo la uzushi, bali ni jambo lilifanywa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mbele yake mtume, lilifanywa na masahaba. Hili ni jambo la kushangaza. Kwa nini? Kwa sababu hata hao ulama ambao kwamba wanaowategemea wao miongoni mwa ulama waliochelewa waliokuja baadaye, si waliotangulia taban, kina Sakhawi mathalan, Suyuti mathalan, Ibn al-Jazari, Taib, wal-Kattani, yani hao wenye kuunga maulidi na wenye kusoma maulidi kwenye vitabu vyao utawakuta wao wenyewe wamekiri kwa kuwa maulidi ni bid'a, ni jambo wala kwamba halikufanywa na mtume sallam wala masahaba wala tabi'in wala zile karni tatu bora zilizotangulia za mwanzo, halikufanywa kabisa. Wenyewe wamekiri jambo hilo. Huaje huyo bwana aje aseme adai kwa lilifanywa wakati wa mtume sallam? Hili ni jambo la maajabu yani. Sikiliza, Suyuti kwenye kitabu chake Al-Hawi lil-Fatawa asema, akizungumzia kuhusiana na maulidi, asema huwa min al-bid'i
alhasana, ni katika bid'a nzuri. Kwa hivyo ingawa yeye huunga na hudai kuwa ni jambo zuri, lakini alikubali kuwa ni katika bid'a, ni katika bid'a tu, akadhifia kuiita ni bid'a nzuri. Lakini huyu bwana amegeuka kabisa, bali hudai kuwa ni sunna, si katika bid'a, kwa sababu limefanywa mbele ya mtume akalikiri kama anavyodai. Kwa hivyo itakuwa ni sunna sasa, si bid'a tena. Wallahu musta'an. Endelea Suyuti asema wa awwalu, sikiliza vizuri maneno, wa awwalu man ahdatha fi'la dhalik, na wa kwanza aliyozusha kufanya hilo, yani maulidi, sahibu Irbil al-Malik al-Muzaffar, ni sahibu mji Malik wa Irbil anaitwa al-Malik al-Muzaffar. Huyo ambaye kwamba alikuja karne ya ngapi? Karne ya 7. Kwa hiyo bwana akipinga kwa kuwa maulidi ni jambo lililozuka karne ya 7, na lilikuwa kabla ya hapo karne ya 4, lakini Suyuti amelikimbia jambo hilo kwa sababu aibu au yani uovu au ubaya utakaodhihiri lao itarasibishwa kwa maulidi yamezushwa na huyo bwana, wale waliozusha karne ya 4. Ndio Suyuti akakimbia jambo hilo, akahepa. Ala kulli hal, limebainishwa zaidi hilo karne ya 4 nani aliozusha, kama itakavyokuja katika maneno nitakayokuanukuu ya Ibn al-Jazari. Utaona kwa nini Suyuti amekimbia kunasibisha maulidi yamezushwa karne ya 4 akakimbia mpaka karne ya 7. Wala kulli hal, Suyuti akiri kwa jambo limezushwa halikuwa wakati huo, bali yeye adai limezushwa karne ya 7 baada ya kufa mtume kwa karne ngapi? Kwa karne 7. طيب, endelea Suyuti katika kitabu chake hicho al-Fatawa al-Hawi al-Fatawa, mbele yasema وقد سئل شيخ الإسلام طيب حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر, asema ameulizwa Sheikh al-Islam Ibn Hajar kuhusiana nini? An amali al-maulid, kuhusiana kufanya maulidi. Faajaba bima nassuhu, akajibu kwa jawabu ambayo kwamba ni haya maneno yanayofuata: aslu amali al-maulidi bid'atun lam tunqal an ahadin min as-salaf as-salih min al-qurun al-mufaddala. Asili ya kufanya maulidi, sherehe za maulidi ni bid'a, halikunukuliwa hilo kwa yoyote katika wema waliotangulia katika zile karni bora zilizotangulia. طيب, polikuwa vizuri, hifadhi vizuri haya maneno, alafu upime na madai ya huyu bwana katika hiyo klipu anayozungumza, na ujue hawa si watu wa kweli. طيب, yani mpaka kufanya haya bid'a hizi, yani huzifanya kwa malengo ya kidunia, ndio maana utakuta hubadilisha, si kama wale ambao kwamba wengine waliotangulia walikuwa wakifanya wakitarajia, wakidhania ni dini. Hawa hufanya kwa sababu ya malengo fulani. Allahu musta'an. طيب, sikiliza maneno ya Ibn al-Jazari kwenye kitabu chake Urfu at-Taharifi bil Maulid al-Sharifi. Asema ndani yake, wa amma asrul khulafa, hapa kuelezea kuwa maulidi kwa nini anasema hakufanyika wakati wa mtume wala makhalifa wanne wale bora, wala wakati wa khilafa ya Banu Umayya wa dawla Umayya wala dawla Abbasiyya. طيب, mpaka akaja kufanya kwenye karne ya 7 katika dawla Fatimiyya, ambao kwamba ni al-Ubaydiyin, ni Batiniyin, ni Marafidha Ismailiyya, ni watu ambao ni Batiniya aslan, walikificha kufuru kwenye nyoyo zao wakidhihirisha Uislamu, na Uislamu uliodhihirisha ni Uislamu wa rafdh wa kishia. طيب, wenye kuabudu imamu na kuwa kejeli na kuwa kufurisha masahaba. Huo ndio Uislamu uliodhihirisha al-Ubaydiyin. طيب, pamoja na kuwa ndani ya nyoyo zao ni Maismailia, yani si Waislamu aslan, pamoja na kuwa waliodhihirisha pia si Uislamu. Ala kulli hal, asema akielezea Ibn al-Jazari kwa nini hayakufanyika wakati wa masahaba au wakati wa dawla ya Umayya au dawla Abbasiyya, yani atoa udhuru kwa nini hayakufanyika wakati ule, huunga mkono. طيب, lakini sikiliza, muhimu ni kwa amekiri kwa hayakufanyika. Sikiliza, asema amma asr al-khulafa ar-rashidin falam yufakkir ahad min al-khulafa ar-rashidin fi anna li mawlidihi alayhi as-salam min ash-sha'n ma yujibu tadhkarahu bi suratin 'amma aw al-ihtifal bihi wa iqtiranihi bil wajibat al-ha'ila allati alqaha Allahu ala atiqihim. Asema amma zama zile za wale makhalifa wanne waongofu, hakuna hata mmoja kati yao alifikiria hata mmoja katika wao alifikiria kuwa maulidi au mazazi ya mtume yako na yani hadhi
ya kuwajibisha yawe yakikumbukwa kila wakati ule ukifika, yasimamishwe, yani sherehe yakumbukwe mazazi yake bisuratin amma, kiujumla, au alihtifali bihi, au kusherehekea kule kuzaliwa kwake, wa ikhtiranihi bilwajibat, na kulinganisha ni kama vile wajib, yani na kulinganisha na mawajibat zile ambazo kwamba ni wajib kubwa Allah azza wa jalla aliwekea kwenye shingo zao. Yani ajaribu kueleza kwa walishughulika na wajib aliyowekewa na Allah azza wa jalla kwenye mabega yao, ikawashughulisha na wao kufikiria kwa maulidi ya mtume yana umuhimu ya kuwekewa sherehe. Yani wakakosa kufikiria hilo kwa sababu ya kushughulika na wajibu zilizokuwa au wajibu waliokuwa wameubeba kwenye mabega yao. Tayeb, hiyo ni udhuru awatolea. Almuhim ni kwa kuwa hawakufikiria kabisa kusimamisha maulidi wakati huo. Endelea, asema wa fi asri ad-dawla al-umawiyya, na katika kipindi cha dawla ya Umayya ibn Umayya, fa inna al-muslimina qad shughilu بمنازعة خصومهم من العلويين ومقاومة منافسيهم من الزبيريين. طيب، ثم تجردوا لمحاربة الخوارج والمتمردين. asema wakati huo yani waislamu walikuwa wameshughulika na vita, yani kupigana wale wenye utaka kuwapokonya uongozi wa Bani Umayya, walikuwa wameshughulika na vita sana. Muhimu ni wao na yani wafuasi wa Zubair, mara wao na makhawarij. Tayeb, mara wao yani wako kwenye vita kila mara, kwa hivyo hawakuweza pia kufikiria jambo la kusimamisha maulidi, kwa hivyo hayakutokezea pia wakati wao. asema thumma talahum الدولة العباسية، كيش يكاد الدولة العباسية إذ كان أكبر همهم انتزاع الملك من أواخر المروانيين. وهم يوكوب الكون كوابقون يوفلمي والي دولة ياناني كوبقنا مروان ومشو له كركا بن أمية دولة ومشو كوابقون يكوشكوا وونغوزي كوغينو كواني هم ياو مواجهة الفتن نكوبambana na fitna zilizozuka wakati ule, التي توالت عليهم ziliokuwa zikiwa miminikia wakati ule. ثم جاء الدولة الفاطمية، يعني العباسية بها كفكرية كبساك وكموليدي. ساسك جاء الدولة الفاطمية أمبقوا من يعني العبيديون، هاو اللي وذهريشة والشية وكفوريشة مصحابة نكوداي كوابندا watu wa nyumba ya Mtume alayhi salam, lakini kwa hakika ndani ya nyoyo zao ni maismailia, hawako kwenye dori la Uislamu kabisa. طيب, sikiliza, ni mabatiniyin. Batiniyin ni wale wenye kudhihirisha kama ni waislamu lakini kwa hakika si waislamu, na walikuwa wakimwabudu kiongozi wao aslan. طيب, sikiliza maneno. Asema kisha ikaja daula ya al-Fatimiyin, wafihi, katika kipindi hichi, sunna al-ihtifalu bil maulidi, ndio iliwekwa sunna, ndio iliwekwa kufanya kama kwa sasa ni sunna sasa, yani ndio ilipozushwa. طيب, hakusema ibtidia, lakini hadha huwa sunna al-ihtifal bil maulidi, iliyekuwa wakati huo fil qarni ar-rabi'i tahdidan, kwenye qarni ya 4, ala annahu yulhadhu ma'a hadha annahu qad sabaqa التأليف في المولد الشريف بخصوصه في القرن الذي سبق. Asema pamoja na kuwa tendo la kusherehekea lilitokezea karne ya 4, lakini kutunga kitabu cha kuhusu maulidi ilikuwa karne ya kabla yake. Kitabu tu kilitungwa, lakini kusherehekea ni karne ya 4. طيب, anasema fakataba ibn Abi Asim maulidan asnadahu. Almuhim, asema akaandika kitabu huyu ibn Abi Asim kwamba alikuwa kabla ya Ubaidiyya, karne ya kabla hapo, aliandika kitabu kuhusu maulidi. Haya ni maneno ya nani? Ibn al-Jazari. Na umeona katika maneno yake kuwa wakati wa Mtume hayakuwa, wala khulafa ar-rashidin hayakuwa, wala wakati wa khilafa ya dawla al-Umayyin hayakuwa, wala dawla al-Abbasiyin hayakuwa. Imekuja dawla ya Fatimiyin mashia, wallahu almusta'an. طيب, sasa tumuuliza huyu bwana, wewe ndio mjuzi zaidi ama hawa ambao kama unawategemea katika kujuzisha maulidi ndio wajuzi zaidi yako? Ala kulli hal, hapo tadhihiri wazi kwa kuwa yani kuna hawa fulani wanaikimbilia hawa bwana, wallahu almusta'an. Na kabla ya wao walitangulia masahaba, mfano wa sayyidina al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib yeye alisherehekea mazazi ya Mtume na akazungumza sira ya Mtume mbele ya jeshi la masahaba 70,000, 40,000, 30,000. Ni ya urongo awe mtu ni doktor, awe mtu ni shekhe, awe mtu ni imamu biri, aniambie kwamba haya ni urongo. Al-Abbas hakuyafanya.
aliyasema haya al-Abbas mbele ya bwana mtume Muhammad, mbele ya masahaba, na hakuna maulid aliyosoma duniani zaidi ya haya aliyosoma al-Abbas. Alimwambia, nipe ruhusa ya Rasulullah nikusifu. Mtume akamwambia, sema ammi yangu, wala Mungu hatoliharibu kano lako. Sayyidina al-Abbas akayasema haya kumwambia mtume, min qabliha tibta, kabla ya kuumbwa nafsi ya Adam wewe Muhammad ulikuwa tayari uko ni mzuri. طيب, ama aliposema kuhusu al-Abbas alimsomea maulidi mtume, nafikiri katika niliyotanguliza yatosha kuwa ni jawabu ya kubatilisha hii kauli yake. طيب, jambo lingine, al-Abbas kusoma ni kusoma mashairi, au kabla hapo hiyo ni hadithi imepokelewa na at-Tabarani kwenye al-Mu'jam al-Kabir na al-Hakim fi al-Mustadrak, kitabu chake al-Mustadrak. Asema al-Hakim alipokea hadithi kama hii, asema hadha hadithun tafarrada bihi ruwatuhu al-a'rab an abaihim wa amthaluhum min ar-ruwati la yudha'afun. طيب, asema hadithi ni hadithi ambayo kwamba wamepokeka kuipokea watu al-a'rab, watu wa majangwani, al-a'rab wakipokeana kupokea kwa mababa zao, na mfano wao katika wapokezi wa hadithi hawadhoofishwi. طيب, kivipi hawadhoofishwi? الذهبي يelezea zaidi maana ya hawadhoofishwi. Asema kwenye siyar al-Dhahabi, qala al-Hakim ruwatuhu a'rab wa mithluhum la yudha'afun. qultu, asema al-Dhahabi, walakinnahum la yu'rafun. Yani al-Hakim aliposema kuwa hawadhoofishwi, al-Dhahabi angezea asema lakini hawajulikani, yani watu hawajui kamwe. Kwa hivyo huwezi kumdhoofisha kwa sababu hawajui, yani majhulun. Na jahala ya mpokezi wa hadithi ni sababu ya kudhoofishwa hadithi, si yule mpokezi humjui, huwezi kusema ni dhaifu wala ni thika sababu humjui. Lakini hadithi ikiwa kuna mmoja katika wapokezi, huwa ni hadithi dhaifu, haikubaliwi. طيب, al-Haythami asema kwenye Majma' az-Zawaid hadithi hii, asema rawahu at-Tabarani wa fihi man lam a'rifhum, amepokea Tabarani na kuna katika wapokezi si wajui mimi. طيب, almuhimu hadithi ambayo imepokewa na wapokezi ambao kwamba hawajulikani. Mbali na hilo, hii ni hadithi haikutajwa kusherehekea maulidi wala kusimamisha amali ya maulid. Al-Abbas amwambia mtume, nataka kusomea mashairi, akamsomea ile mashairi. طيب, lakini si maulidi aslan. Na tukizingatia kwenye hadithi ilivyokuja ni kuwa maneno haya al-Abbas aliyasema wakati walipokuwa wanarudi kutoka kwenye vita vya Tabuk. Vita vya Tabuk vilikuwa kwenye shahri ya Rajab. Yako wapi maulidi? Allahu musta'an. Naam, hii ni changamoto nakupatia. Hiyo wavaa kanzu mpaka kwenye magoti, hiyo umeweka videvu havijulikani mbele havijulikani nyuma, hiyo ana sifa yako yote. Ama yeye kufanya istihza ya sunna ya Mtume sallam kwenye mavazi na kwenye kuweka ndevu, wasema vijikazo vifupi mpaka magotini na vijidevu visikuwa na mbele wala nyuma, hili ni dhambi atalibeba na atapata malipo yake mbele ya Allah, kwa sababu hadha istihza bima jaa bihi nabii sallallahu alaihi wasallam. Kanzu kuwa fupi isipite macho maguu ni sunna Mtume alayhi salatu wasallam, asema izarul muslimi nisfu saq. Ikiwa huiwezi usifanyie shere. Kuweka ndevu ni sunna Mtume alayhi salatu wasallam. Aisha asema Mtume alikuwa na ndevu nyingi. Masahaba asema tulikijua kisomo chake Mtume kwenye sala ya siri isiyokuwa ya kutoa sauti, tukiona ndevu zake zikitikisika tukiwa nyuma yake, yani ndevu nyingi kiasi mpaka mtu kwa nyuma huziona. Kwa hivyo hii ni sunna Mtume alayhi salatu wasallam. Kuifanya istihza au kuwafanyia watu waliopunguza nguo zao zisivuke macho maguu kwa sababu ya kufuata sunna, au walioweka ndevu kwa kuwa ni sunna ya Mtume wakawafanyia istihza, hadha amrun khatirun jiddan. Na ajue huyu bwana kuwa kufanya istihza ya chochote alichokuja nacho Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ukafiri. Kwa hivyo tahadhari asije akaingia kwenye shimo baya. Wallahu almusta'an. Allah azza wa jalla aliwakufurisha watu kwa sababu kufanya istihza ya dini. Naam, qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Al-aya iko wazi kuonesha kuwa mwenye kufanya istihza, kufanya aya za Allah istihza, au kufanya Allah istihza, au kufanya mtume alichokuja nacho mtume istihza ni ukafiri. Kwa hivyo atahadhari huyu bwana na mfano wake na jambo kama hili, wasije wakatoka kwenye Uislamu bila ya wao kujua. Wallahu musta'an. Sallallahu alayhi yahdihum wa iyana jami'an. Naam, kisha alafu hapa utakuja kushangaa, yani liko wapi au yako wapi mapenzi unaoyadai kwa kuwaona mpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam?
na hali yao ni hini, wanafanya istihza ya sunna za kuja nazo mtume sallallahu alayhi wasallam. Allahu musta'an. Naam, manake hata wale ambao kwamba walioenda kujuzisha kunyoa ndevu kwa kutaka au kupunguza, kwa kutaka kufuata hawa za nafsi zao, mpaka wao pia hukiri kwa kuwa kuweka ndevu ni sunna, hawapingi. Wallahu musta'an. Naam, ama alipomalizia kusema kuwa vigawanyo vya bid'a, hili ni jambo ambalo kwamba halina yani mashiko, hata kukimbilia kwa kuwa kusema kwa kuwa bid'a kuna bid'a mzuri na bid'a mbovu. Ala kulli hal, sisi tutamjibu tuna hadithi ya mtume yasema kullu bid'atin dhalala, kullu bid'atin dhalala, bid'a zote ni upotevu. طيب, الحافظ ابن حجر asema kuhusu kifungu katika Fathul Bari, kullu bid'atin dhalala qa'idatun shar'iyyatun kulliyah, hii ni qaida, ni msingi wa kisheria wa kukusanya, bimantuqiha wa mafhumiha, matamshi yake na ufahamu wake ni msingi wa kisheria. Alafu uelezea sema amma mantuquha faka an yuqala hukmu kadha bid'a, ni isemekane hukumu ya kitu fulani ni bid'a, wa kullu bid'a dhalala, na kila bid'a ni upotevu. Kwa hivyo fala takunu min ash-shar', kwa hivyo itakuwa kitu hicho si katika Uislamu, si katika sharia ya Uislamu. Kwa nini? Lianna ash-shar'a kulluhu huda, kwa sababu sharia ya Uislamu yote ni uongofu. طيب, فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان وأنتجت المطلوب والمراد بقوله كل بدعة ضلالة. طيب, يعني kitu kikishaka thubutu kwa kuwa ni bid'a, خلاص itakuwa mukaddima mbili zimesihi, kullu bid'a dhalala, itakuwa bid'a madamu imethubutu ni hukumu ni bid'a, yani hii ni muhdath na muhdath ni bid'a na kila bid'a ni upotevu. Haya maneno nani ya Ibn Hajar. Asema tena, naam, endelea asema al-Hafidh tena, falbid'atu fi 'urfi ash-shar'i madhmumatun bi khilaf al-lugha, bid'a kwenye ufahamu wa kisheria zote ni zikukejeliwa, yani hakuna bid'a mzuri. طيب, sikiliza sasa na maneno, tukumalizie na maneno ya al-Fakihani katika yale tuliyotangulia kuyasoma, sikuyamaliza, mwisho wake inamalizika na haya nitakao kusomea. Asema rahimahullah kuhusiana na bid'a, sema anna bidalil anna idha awradna alayhi al-ahkam al-khamsa qulna, law tazungumzia tualete ahkam tano zile, tutasema kwanza imma an yakuna wajiban au manduba, lililozushwa imma liwe ni wajib au ni jambo la kupendekezwa, au makruhan au mubahan au jambo la mubah, au makruhan au jambo la kuchukizwa, au muharraman au jambo la kuharamishwa. طيب, asema hizo ndio hukumu tano, imma tuseme hivyo. Asema walaysa biwajibin ijma'an wala manduba, lililozushwa haliwi ni wajib wala haliwi ni la kupendekezwa kwa ijma' ya ulama, kwa ijma' ya muslimin. Kwa nini? lianna haqiqat almandubi ma talabahu ash-shar'u min ghairi dhammin au tarkihi, min ghairi dhammin ala tarkihi, sababu hakika wa jambo la kupendekezwa kwenye dini ni ile ambalo kwamba sharia imekuja kuliitisha lifanywe pasina kumkejeli ambaye kwamba ameacha kulifanya. Hilo ni jambo la kupendekezwa. Kwa hivyo bid'a bila shaka haiko kwenye msingi huo, yani si jambo lililoitishwa na sharia, ndio maana ikaitwa bid'a, yani lilizuka baada ya sharia kukamilika. Ndio sema wa hadha lam ya'dhan fihi ash-shar', hii bid'a iliyozushwa ni jambo ambalo kwamba halikuidhinishwa na sharia, wala fa'alahu as-sahaba, wala alikufanya masahaba, wala tabi'una, wala waliofuata masahaba, almutadayyinun, wale wenye kushika dini, mpaka mwisho wa maneno yake. طيب, almuhim tukimalizia tu hapa, asema na waislamu wote dunia mzima ambao masdari yao, yani mapokezi yao ya dini huchukua katika Qur'ani na sunna za mtume na ijma' ulama, siku hii ikifika wao huwa hawaifanyi kama siku ambayo haina maana yote, bali huisha siku hili kwa sharehe na kwa kufurahika na kwa kulisha na kwa kutizamana na kwa kuvaa vizuri. Hawa ni waislamu ambao wameelewa dini, hupokewa katika Qur'ani na hupokewa dini katika sunna za bwana mtume Muhammad, hadithi talbisa aliyotumia yeye kusema mwanzo, alikuwa kikariri hilo jambo na anakusudia jambo fulani, kukariri kwenye au kukariri kwenye nyoyo za Waislamu, kusema kuwa eti wenye kutegemea dini yao, kufuata dini yao kwa kutegemea Qur'ani na sunna na ijma' ulama, wanaona maulidi hayana matatizo, wanaona hivi. Amekariri sana hiyo wenye kutegemea, akitaka kuwapatia watu ufahamu kuwa wenye kuunga maulidi ni wenye kufuata Uislamu kwa kutegemea Qur'ani na sunna na
ijma ya ulama. Haya mambo yanaenda kinyume kabisa na hali yao hakika. Tukiangalia jambo la maulidi tu, je, mlifuata jambo la maulidi kwa kutegemea Qur'ani? Abadan. Allah azza wa jalla asema kwenye Qur'ani, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, fuateni ulioteremshiwa nyinyi kutoka kwa Mola wenu, wala msifuate mengine. طيب, maulidi yameteremshwa kutoka kwa Allah azza wa jalla? Bila shaka la. Na tumeona maneno ya ulama wao kusema kwa jambo liliozuka baada ya miaka kadhaa, baada katika karni ya 4. طيب, kwenye sunna je ya mtume alayhi wasallam ilikuwa? Bila shaka halikuwa. Tumeona maneno mpaka ya wanazuoni wao wakikiri kuwa halikuwa. طيب, naam, je ni ijma ya Uislamu? Bila shaka la, si ijma, bali ijma ya Uislamu kwa jambo ni bid'a na uzushi. Mpaka mashekhe wao wamekubali ijma hiyo. Kwa hivyo iko wapi kwa kuwa wenye kufuata Uislamu kwa kutegemea Qur'ani na Sunna na ijma wanaona maulidi kuwa ni jambo halina matatizo? Wallahu musta'an. Bi Allah azza wa jalla muongoze yeye na muongoze wote.